naitwa ndugu Frederick Mloe, ni mtafiti mkuu, natokea taasisi ya utafiti kilimo Uyole. Nipo zaidi katika eneo hili la afya ya udongo. Ni mtaalamu wa mambo ya udongo na matumizi sahihi ya mbolea kwa mazao mbalimbali yanayolimwa nyanda za juu kusini, ikiwemo mikoa ya Njombe, Iringa, Ruvuma, Katavi, Rukwa, Songwe na Iringa. Jumla mikoa 7. Ni moja ya mikoa ambayo tunaihudumu kwa kuwapatia wakulima teknolojia zetu zinazotokana na tafiti mbalimbali zinazopelekea wakulima waweze kujikwamua na kupata tija ambayo tunaipendekeza. Kwa hivi karibuni serikali kushirikiana na wadau mbalimbali tumeweza kufanya kupima afya ya udongo katika maeneo nyanda za juu kusini, ikiwemo mikoa ya Mbeya, Iringa, Ruvuma, Njombe, Rukwa na Katavi na mikoa mingine iliyoko nje ya nyanda za juu kusini. Nini tumekibaini ambacho mkulima katika maeneo haya anatakiwa akichukue ili aweze kufanyia kazi na kupata mavuno tunayopendekeza yanayotokana na tafiti, hasa kwenye ile eneo la afya ya udongo? Moja, maeneo yaliyo mengi nyanda za juu kusini yamekuwa na mvua nyingi na kiasili mwamba wa maeneo haya una asidi. Kwa maana hiyo, udongo unaopatikana maeneo haya tayari una asidi kwa kiwango ambacho kinapelekea mkulima ashindwe kupata matokeo mazuri kutokana na matumizi ya mbolea, hasa hizi mbolea za kupandia. Kwa hiyo mapendekezo yetu ya kitaalamu, tunashauri kabla ya kulima kuingia shambani katika yale maeneo yenye asidi kiasi kikubwa, hasa kuanzia 5.3 kipimo cha asidi mpaka kushuka chini, waweze kutumia kiwango cha chokaa walau kwa eka moja kisichopungua tani 1, na maeneo yale yenye tindikali kubwa, kwa mfano maeneo yenye asidi kuanzia 4.5, 4.7, wanaweza kaenda katika eka moja wakatumia chokaa mazao kiwango kisichozidi tani 1.5. Lengo kuu la matumizi hayo ni kuchukua visababishi vyote vya asidi, ikiwemo aluminium, ikiwemo iron, ikiwemo hydrogens na manganese. Yote kwa ujumla wao yanatengeneza mshiko kwa mbolea hasa za kupandia zenye phosphate, na inapelekea mmea unashindwa kuchukua kwa kiasi ambacho inaweza kuzalishwa kwa tija inayotakiwa. Hivyo basi, ukitumia chokaa kwa maelekezo ya matumizi sahihi ya chokaa, yanapelekea kupata matumizi yaliyo sahihi ya hizo mbolea, na kiasi kikubwa mbolea hiyo itachukuliwa na mimea na kupata tija ambayo tunaipendekeza. Na hii inaenda kwa mazao yote isipokuwa chai. Chai inataka asidi, lakini mazao mengine yote yakiwemo parachichi yanataka uweze kupandia mbolea na uondokane na hiyo asidi. Ili mbolea iweze kuchukuliwa vizuri, ni lazima uweke chokaa, iwe kwenye zao la parachichi, iwe kwenye zao la ngano, iwe kwenye zao la mahindi na mazao mengine mbalimbali. Lakini la msingi, hivi sasa tupo katika elimu ya kupelekea wakulima waelewe mbolea za kupandia ni zipi kwa zao lipi na mbolea za kukuzia ni zipi kwa zao lipi. Kwa mfano, mazao yote yanayotoa maua, ni mapendekezo yetu kuwa mbolea za kupandia zilizochanganywa na boroni ni muhimu zaidi, kwani inapelekea maua yasipukutike au yasidondoke. Kwa hiyo mkulima atapelekea kupata tija inayostahili. Kwa wale wanaolima mazao kama mpunga na mazao mengine kama ngano, tunapendekeza mbolea zao za kupandia ziwe zina sulfa ndani yake
ukiachana na kirutubisho kikuu cha mbolea ya kupandia ambayo ni phosphate, lakini tunataka mbolea zenye mchanganyiko wenye phosphate lakini vile vile sulfur iwepo, kwa ni kirutubisho muhimu kinachopelekea kutoa machipukizi mengi zaidi. Vile vile kwa wakulima wa viazi, tunapendekeza mbolea yenye kiasi kikubwa cha P kama TSP na mbolea nyingine zilizo katika soko ziweze kutumika sanjari na mbolea ya MOP ambayo ndio chakula kikuu cha viazi, na baadaye wakafuata zile agronomic practices kilimo kinachofaa na wakati gani weke mbolea ipi kwa kupendekezwa kitaalamu, kama vile mbolea za KEN na SCA zikachanganywa kwa viwango vinavyotakiwa, vikawekwa kwa wakati unaostahili, wakati umeshapandia tayari TSP na umechanganya na MOP, kwa kuwa ndio chakula kikuu cha viazi. Matokeo yake mavuno ni makubwa kuliko ilivyo hivi sasa. Kwa wakulima wa mazao ya mahindi, kwa kuwa tayari udongo umeonyesha kuna mapungufu ya MOP kwa maana ya potassium, kwa hiyo tunashauri MOP wakati wa kupanda ianze kutumika ili kuondoa katika gunzi la muhindi unakuta kuna mistari ambayo haijajaa kati ya mstari na mstari. Hivyo ukitumia hii mbolea ya MOP, kwa kuwa tayari imekuwa ni deficiency, imekuwa ni kikwazo kikuu katika maeneo mengi, ukisha kuliondoa hilo mavuno yatakuwa ni mazuri. Na kwa wakulima wanaolima mazao kama maharage, nao tunapendekeza kuwa ni mazao makuu ambayo yanatumika kama mboga, basi wahakikishe mbolea zilizowekwa boron ziweze kutumika ili maua yasiweze kupukutika, waweze kupata tija inayostahili. Lakini vile vile katika chunguzi zetu tulizozifanya, tumebaini vitu 5 vimekuwa ni shida katika mikoa hii. Cha kwanza, maozea ambayo ni organic carbon. Maeneo mengi maozea yamekuwa katika kiwango cha chini na kupelekea gundi ya mimea kwenye udongo inayoshikilia mbolea iweze kuchukulika kiurahisi zaidi, imekwisha katika maeneo mengi. Matokeo yake mbolea inayowekwa haiwezi kuchukulika kirahisi na mmea, kwa kuwa udongo, gundi ile ya kushikilia haipo tena. Kwa hiyo ni rai yetu kuwa waanze kurudishia crop residual, mabua yakiwepo shambani wasiyatoe yabaki humo, watumie samadi ili kuweza kurudisha hiyo hali. La pili, virutubisho vya nitrojeni na phosphorus vimekuwa kiwango cha chini katika maeneo yaliyo mengi. Kwa hiyo tunawashauri watumie mbolea zenye virutubisho vikubwa katika hilo eneo la P na hilo eneo la N, kwa maana ya N urea na P kwa maana ya DAP. La tatu, tumebaini virutubisho ambavyo vinahitajika kwa kiasi kidogo lakini vina umuhimu mkubwa kama zinc na boron vimekuwa ni changamoto kubwa katika maudongo yote ya kusini huko. Kwa hiyo ni rai yetu kuwaomba wakulima wafuate mapendekezo ya mbolea zilizochanganywa tayari na hivyo virutubisho, kwani vina umuhimu wa kipekee katika uzalishaji. Kwa hiyo hayo yote wakiyafuata, watafanikisha kujitoa katika tija ambao wanashindwa kuifikia, na wataifikia katika mazao mbalimbali. Maeneo mengi tuliofanya mashamba darasa kwa kushirikiana na wakulima katika maeneo ya Mtwangu na maeneo mengine yanayozunguka hapo, wakulima waliweza kufuata mchanganyiko tuliouelekeza huo, wamekwenda na gunia 230 mpaka 250 kwa kufuata mchanganyiko huo. Kwa haraka kiasi cha mbolea anachokitumia ni kati ya mifuko. Naitwa Helena Msanga, ni muuzaji wa pembejeo kwenye kampuni ya Mtewele General Traders. Natokea Ludewa, kata ya Mlangali. Nimefurahi sana kuhudhuria mafunzo haya ambayo yameletwa na watu wa kampuni ya OCP. Kwa kweli binafsi ninashukuru sana, ikiwa kama ni muuzaji wa pembejeo hizi za watu wa OCP, nimekuwa nikiuza muda mrefu, na hususan mbolea ya TSP, NPS boron, NPS zingi nimeziuza kwa muda mrefu. Lakini hii TSP kwa kweli nilikuwa sina ufahamu nayo. Tumekuwa tukiiona kwenye mitandao ikizagaa, lakini binafsi kwenye duka langu sikuweza kuiuza. Lakini nishukuru sana
leo hii walivyoamua kuweka semina hii ya kutuelekeza matumizi ya TSP, na nafikiri kuanzia leo napotoka hapa na mimi natoka na hii mbolea ili niende nikawauzie wakulima wangu wa Ludewa, kwa sababu tayari matumizi sahihi ya mbolea hii naijua, matumizi ya mbolea NPS zingi naijua, matumizi ya NPS boroni nimeshaijua na mbolea mbalimbali. Pia niwashukuru sana kwa elimu ambayo nimeipata leo kuhusu chokaa mazao. Nina imani nimepata elimu ambayo nitaenda kuipeleka pia hata kwa wakulima wangu, kwa sababu mwanzo nilikuwa sielewi hata kwenye eka moja unaweka tani ngapi. Lakini leo nimetoka nikiwa naelewa kwamba eka moja kwa shamba ambalo halijachoka sana naweka tani moja, na eka moja ambalo limechoka sana ni tani 1.5. Uelewa ninao, na ndio leo natoka kwenda kuwaelekeza wakulima wangu ili wanapofika dukani kwangu niwaelekeze matumizi sahihi ya mbolea, matumizi sahihi ya hii chokaa mazao na mambo mengine yote. Binafsi niwashukuru sana OCP kwa elimu hii. Kwa kweli nitaenda kuitendea kazi na nitaenda kutoa elimu kwa wakulima wangu, na nategemea wataenda kupata mazao yaliyo bora na mazao sahihi. Asante sana. Bidhaa ambayo haipo kwenye watu wa OCP. Kwa msimu huu ambao tumeenda kufanya biashara nao, ni baadhi ya mbolea nyingi zimekuwa ni adimu. Mfano mbolea za Keni hazijaonekana sokoni, mbolea za urea hazijaonekana sokoni. Tunawaomba sana na SCA, tunawaomba sana hizi bidhaa ziweze kuongezeka, kwa sababu wakulima wetu ni mbolea ambazo walizizoea, lakini safari kwenye soko hazipo. Tunaomba sana watu wa OCP watuletee hizi mbolea. Ninaitwa Patricia John Swale, ninatoka Lupembe, kijiji cha Kanikelele. Mimi ni muuza pembejeo za kilimo na ni wakala wa Mtewele General Traders. Ninamshukuru Mungu kupata nafasi ya kuja kwenye semina hii ya watu wa OCP. Cha kwanza, imenisaidia kujifunza na kuelewa vitu vingi sana ambavyo yamkini mwanzo nilikuwa mimi kama wakala pamoja na wakulima wangu hatuvijui. Cha pili, imenisaidia kunifungua ni namna gani nitaweza kwenda kuhudumia wakulima wangu katika eneo langu na sehemu nyinginezo ambavyo unao pia walikuwa hawana uelewa huu, ambao OCP leo wametusaidia kutufungua zaidi, hasa matumizi sahihi ya mbolea za OCP. Mfano mbolea za kupandia namna gani tuzitumie, na mfano wa pili ni mbolea gani hazitakiwi kuchangamana na mbolea nyingine, na mbolea gani zinaweza kufanya kazi vizuri zaidi endapo mkulima wangu nikitoka hapa baada ya semina hii nienda kumuelekeza ili apate mavuno mazuri zaidi. OCP wamenifundisha nitumie mbolea gani na au wakulima wangu watumie mbolea gani zenye tija zaidi na mavuno bora. Kwa hiyo ninawashukuru sana watu wa OCP kunipa elimu mimi kama wakala. Ninawashukuru pia kwa sababu elimu hii hawajaitoa kwangu mimi wakala tu peke yake, wameitoa na kwa wakulima ambao baada ya elimu hii itaenda kubadilisha maisha mengi ya wakulima ambao yamkini walilima kimazoea au kutumia mbolea kimazoea wakiamini kwamba wako sahihi, kumbe bila elimu walikuwa wakifanya tofauti. Asante. Kwa majina anaitwa Lucy Agustino Msigwa, ni mkurugenzi wa Lucy Mbolea ambao tuko Njombe kabla na Edina, barabara ya kuendea Johnson. Mimi nimefurahi sana kuhudhuria katika mafunzo haya ya OCP kwa sababu yameniongezea kitu. Kuna vitu ambavyo nilikuwa sivifahamu, lakini kupitia haya mafunzo kwa kweli nimejifunza vitu vingi, hususan kuhusu mbolea na matumizi yake. Hivyo hii itanisaidia mimi kama mkurugenzi wa Lucy Mbolea ambao tunahusika pia kutoa mbolea kwa mawakala wadogo na kuwauzia mbolea mawakala wadogo pamoja na wakulima. Hii itanisaidia pale wakala atakapokuwa anakuja kuchukua mbolea kumpa elimu hii ambayo nimeipata hapa OCP kuhusiana na mbolea na namna ya kuzitumia mbolea kwa ufasaha kwa ajili ya kupata mazao kwa wingi. Hivyo nawashukuru OCP kwa mwaliko wao
na wametufundisha mambo mengi ambayo yametusaidia, ambayo vingine tulikuwa hatujui, lakini kwa sasa tumejifunza namna ya uchanganyaji mbolea, unatakiwa uchanganye mbolea ipi na ipi, namna ya kujua ni wakati upi sahihi wa kuweka mbolea na wakati gani ambao sio wa kuweka mbolea. Hivyo hii inanisaidia mimi hata kuwaelekeza wakulima watakapokuwa wanakuja katika maduka yetu, kuwaelekeza na kuwaelimisha kwamba mbolea hii inatakiwa iwekwe wakati gani na mbolea hii inatakiwa iwekwe wakati gani. Pia imetusaidia imetusaidia kupunguza gharama kwa wakulima, maana wakulima wengi walikuwa hawajui elimu. Unakuta wanaweka mbolea nyingi sana shambani, na kwa wakati unakuta kupandia tu wanaweka mbolea nyingi, wanachanganya na za kukuzia. Lakini kupitia haya mafunzo imesaidia pia kupunguza gharama kuhusiana na wakulima. Hivyo tutaenda kupeleka na sisi elimu kwa wakulima na kwa mawakala juu ya elimu hii ambayo sisi wametupatia OCP. Asanteni, karibuni Lucy Mbolea. Mimi ndo mkurugenzi. Mimi naitwa Gwakisa Faidon Kasongwa. Mimi ni mmiliki wa kampuni ya Faidon General Traders iliyoko Makambaku hapa Njombe. Ni wakala wa pembejeo. Hii semina ya leo ambayo imetolewa na kampuni ya OCP imetupanua kidogo uelewa. Kuna vitu ambavyo tulikuwa hatuvifahamu sana, ingawa tumesoma juu ya mbolea, lakini tulikuwa hatuvifahamu sana, na wamejaribu kutuelezea. Mfano, wanatuelezea jinsi ambavyo mtu hasa kwenye zao la viazi ambao ndio zao kuu, ni moja ya zao kuu la biashara hapa Njombe, likiwemo la parachichi na hilo la viazi. Wametuhimiza sana jinsi ya tutumie mbolea kiasi gani. Na wametuelimisha vile vile udongo wa Njombe una matatizo gani. Kwa tumekutana, tumefahamishwa kuwa Njombe udongo wake una asidi nyingi ambayo ni hatari kwa mimea. Kwa hiyo unapopanda mmea wowote hapa, kabla ukiandaa shamba, unatakiwa tuwaelimishe wale wateja wetu wanaokuja kununua, kwa unapoandaa shamba unatakiwa kwanza ulisafishe shamba lako, lakini shamba lile yale mabaki yale usiachome. Yanatakiwa ni vizuri yakafukiwa vizuri, kwa sababu yale yanasaidia, ni gundi ya kuwekea mbolea. Na vile vile shamba lile tusilisafishe kama uwanja wa mpira, liwe jeupe kama uwanja wa mpira hapa. Likishasafishwa tunatakiwa tuweke chokaa kwa eka moja, at least chokaa iwe tani moja. Kishaweka chokaa inabidi ikae mwezi, nyeshewe mvua. Ikishanyeshewa ndio sasa unaweza kupanda. Na kwenye viazi tunashauriwa kuwa at least kwenye eka moja ujaribu kupanda, uweke keni ile mbolea ile ya mifuko ya kilo 50 miwili na SCA moja unapandia. Alafu baada ya siku 14 unaongeza tena mifuko miwili ya keni na SCA mifuko miwili. Na elimu hii sasa itaenda kuwasaidia vipi nyinyi kwenye kuwasaidia wakulima? Kuwaelimisha wakulima wa Njombe, au wakulima wengi wamezoea baadhi ya mbolea, wamezishika majina, lakini sisi kwa ufahamu wetu tutawaelimisha kwa mbolea hii athari zake ni hii, na mbolea hii inafanana na ile ambayo unaijua, lakini hii ina ubora huu. Kwa tutawaelimisha zaidi. Mbali na kupata faida, tutakuwa tunafanya elimu kwa wale ambao wanakuja kununua. Hatutazingatia zaidi faida, kwa sababu mara nyingi mtu akinunua tu mbolea bila kuelimishwa, inaweza ile mbolea ikaleta madhara kwenye mazao yake. Yeye akasema ameuziwa mbolea feki, kumbe alikuwa hana elimu. Lakini sisi tutampa elimu ili aelewe jinsi ya kutumia. Kwa sababu atakapolalamika kwenye kampuni inayosimamia mbolea TFRA, wale watakachokuja sasa watakuja watakuja kumwambia bana, wewe ulimuuzia mbolea feki. Mimi nitawaelimisha. Atasema kwa nini ukumuelimisha huyu? Kumbe sio feki, kumbe amechanganya mbolea ambazo hazikutakiwa kuchanganya. Na kuna mbolea ambazo hazitakiwi kabisa kuchanganya.
Kuna mbolea zingine unaweza kuzichanganya kwenye chombo kimoja. Zingine kama hizo nilizosema mwanzo kama KEN na SCA huwezi kuzichanganya kwenye chombo kimoja. Lakini unapanda KEN peke yake afu unakuja kupanda na SCA. Zinajichanganya huko chini, lakini utakiwa kuzichanganya kwenye chombo kimoja. Asante sana. Ulikuwa na operate kweli? Namuuliza huyu operator